Karibuni wapendwa katika sehemu ya kwanza. This is a presentation on Daniel chapter 11 and specifically tutakuwa tunaangalia the identity of the king of north or the king of the north. Hili ni jambo ambalo limekuwepo tangia jadi za mababu zetu wa imani, lakini tunaamini ya kwamba kadiri ambavyo tunaendelea kufikia mwisho wa wakati na pia kuingia katika kilio kikuu, Mungu anaendelea kufunua haya mambo kwa watu wake, ili kwamba watu wa Mungu waweze kusimama pamoja katika platform of eternal truth. Karibuni sana popote mnapofuatilia, walio nje ya nchi ya Kenya na wale wako katika nchi hii. Tunashukuru Mungu kwa ajili yenu na pia kwa ajili ya mwaka mwingine ambao tumeuanza. Hii ni sehemu ya kwanza na tutakuwa tunaangalia kitabu cha Danieli, sura yake ni ya 11. Tunajua ya kwamba hapo awali tumekuwa tukitaja na kujaribu kuzungumzia, lakini imetubidi sasa tuingie ndani kwa sababu jambo hili limeonekana likiwaweka watu tumbo joto. Katika kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo tumeagizwa ya kwamba heri ya somae na wao wayasikiao maneno ya unabii wa kitabu hiki na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati umekaribia. Inamaanisha ya kwamba kitabu cha Ufunuo ambacho Yohana wa Patmo alikiandika akielekezwa na malaika pamoja na Kristo Yesu aliyemtuma malaika Gabrieli. Huyo Yohana wa Patmo aliyoandika aliambiwa asitie muhuri, awache watu waweze kusoma. Kumbuka Danieli aliambiwa na wewe funika hayo mambo, sio wakati wako. Kwa hivyo Daniel and Revelation tutaangalia leo katika mmoja wapo wa pioneers ambaye anaitwa Uriah Smith, yale ambayo aliandika katika kitabu kinaitwa Daniel and Revelation ambacho niko nacho. Tutakuwa tunakiangalia, lakini kabla hatujaendelea sana, kwa sababu tuko katika the final movements ama harakati za mwisho za kufunga historia ya dunia hii, tunataka kuangalia movements za mwisho ziko wapi. Kwa hivyo hii topic ni muhimu sana kwa sababu shetani ametaka watu wasijue kweli, na kuna vitu vinaitwa stumbling blocks ama vinaitwa vizuizi ambavyo shetani ataleta kwa njia ili kwamba watu wa Mungu wasikue na ujuzi wa the real issue at hand, kama vile ambavyo tutakuwa tunaangalia. Kabla hatujaendelea sana, nataka niweze kuwakaribisha ili tuweze kufungua somo hili kwa ombi. Hebu tuombe. Jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa kutujalia neema ya kuona mwaka mwingine. Tunafungua na kitabu cha Danieli, sura yake ni ya 11. Watumishi wako tumekuwa tukikutegemea mwaka nzima. Sifa na utukufu zikurudie kwa sababu umekuwa mwaminifu. Tunaingia katika somo hili tunapofungua mwaka huu rasmi, series hii. Bwana utubariki. Watakaofuatilia wabarikiwe pamoja nasi, neema yako itufunike, kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Kwa hivyo karibuni sana watu wa Mungu. Ninaanza tu na kitabu cha Danieli. Daniel and Revelation kimetokana na maandishi ya kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Na kuna kitabu kizuri sana ambacho kinaitwa Daniel and Revelation by Uriah Smith, ambacho tumeelezwa kwa undani tuweze kukitumia kwa sababu it's God's helping hand. Kuna baadhi ya watu wamechukua hicho kitabu kana kwamba hakina makosa kwa sababu kimeandikwa ama kimekuwa compiled na Uriah Smith, kwa sababu dada White alisema ya kwamba hicho kitabu ni mkono wa usaidizi wa Mungu, na nukuu zipo tutaangalia ya kwamba Uriah Smith alichokiweka pamoja ni ukweli kabisa na hakuna kitu ambacho kinafaa kutiwa dosari. Katika kupekua kwangu, kama vile ambavyo nitawaletea tunapoangalia the king of the north, kwanza kabisa tutaweza kuanza katika kitabu cha Danieli, sura yake ni ya 11. Daniel chapter 11. Daniel chapter 11 tutaanzia pale. Kwa nini tunaanzia kitabu cha Danieli sura ya 11? Maana haya ndiyo matukio ya mwisho kabla ya kusimama kwa Mikaeli, na haya matukio lazima tuyapate kwa usahihi. We must get the events correct, kwa sababu kama hatutapata haya matukio kwa usahihi wao ama katika usahihi wake,
basi tutakuwa tunaangalia kwingine, maana ni mpango wa shetani watu waangalie a different direction. Unaposoma kitabu cha Daniel chapter 11 kidogo tuweze kuweka msingi. Daniel chapter 11 and verses number 40. Daniel 11:40 nasema, na wakati wa mwisho. Meka Daniel 11 verse 40, weka kwa screen. Daniel chapter 11 verse 40 nasema, and at the time of the end, yani na wakati wa mwisho, mfalme wa kusini atashindana naye, na mfalme wa kaskazini, the king of the north, atamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Naona hiyo ni aya 40 imeanza. Ukiteremka mstari wake na 41 nasema, tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri, na nchi nyingi zitapinduliwa, lakini nchi hizi zitaokolewa katika mkono wake, Edom, Moab na wakuu wa watu wa Ammon. Naye ataunyosha mkono wake juu ya nchi hizo, hata na nchi ya Misri haitaokoka. 43 inasema, lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu za fedha na juu ya vitu vyote vya Misri. Tunazungumza kuhusu mfalme wa kaskazini, the king of the north, vyenye thamani, na wa Libya na Wakushi watafuata nyayo zake. 44 inasema, lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuwaondolea mbali watu wengi. 45 aya mwisho kabla ya Mikaeli kusimama, Danieli anasema, naye ataweka hema zake, yani huyo mfalme wa kaskazini, za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikiria ajali yake, wala hakuna atakayemsaidia. Kisha 12 nasema, na wakati huo Mikaeli atasimama. Kwa hivyo tunaona ya kwamba haya ndiyo matukio ya mwisho kabla ya Mikaeli kusimama. Lazima tuyapate katika uhakika wao. There is no guesswork, because kama tutafanya guesswork inamaanisha ya kwamba we will not have the correct events in the last days. Hatutakuwa na usahihi katika events hizi. Nianze kwa kusema ya kwamba kitabu hiki kinachojulikana, mimi niko na hard copy. Kitabu kinaitwa Daniel and Revelation by Uriah Smith. Kitabu hiki kinaitwa Daniel and Revelation. Yangu ni hard copy. Ndio hii. Yangu ni ya zamani sana, iko hapa. Tutakiangalia. Hiki kitabu kilikaliwa chini. Uriah Smith aliweza kukifanyia compilation. Na wakati alikifanyia compilation, tunaambiwa katika Pen of Inspiration. Dada White anasema kuhusiana na hicho kitabu, acha nianzie pale. Na cha kushangaza ni ya kwamba hata mimi sikujua kitabu hiki kimekuwa compiled in two sections. Na mwenye compilation, mwenye kukileta pamoja, alianza na kitabu cha Ufunuo kwanza. Nitakuonyesha, alafu baadaye akakuja kwenye kitabu cha Danieli, na kuna sababu ya mchanganyiko ulioko leo. Kuna sababu ambayo pia nitakuonyesha. Tuko nasoma kitabu gani? Wacha tuanze na This is Daniel and Revelation by Uriah Smith. Dada White anasema, amen. Dada White anasema katika kitabu kinaitwa Pastoral Ministry. Ziko kila mahali lakini wacha nichukue moja hapa, quotation katika kitabu kinaitwa PM page 356 paragraph number 2. Pastoral Ministry page 356. Pastoral Ministry, nataka tuweze kukiangalia. Pastoral Ministry page 256. Pastoral Ministry, hapo ndio tutaanzia somo letu. Amina, Mungu atukuzwe. Pastoral Ministry page 256 paragraph 356, paragraph yake ni ya pili. Sikiliza, inasema, everything that can be done should be done to circulate thoughts on Daniel and Revelation. Chochote kinafaa kufanyika kwa haraka ili kwamba kitabu hiki kiweze kusambazwa kwa haraka. Kitabu kinaitwa Thoughts on Daniel and Revelation by Uriah Smith. I know of no other book that can take the place of this one. Dada White anasema sijui kitabu kingine ambacho kinaweza kuchukua nafasi ya hiki kitabu
Alafu anamalizia ikisemaje? It is God's helping hand. Sasa leo tuko wana matengenezo na tuko katika harakati ya kurudisha watu katika misingi ya pioneers. Na kitabu hiki kimechukuliwa na watu kwa sababu Uriah Smith kuna mtazamo aliyokuwa nao katika masuala ya the King of the North. Kwanza, mtazamo huo wa kwanza amefundisha ya kwamba the King of the North is Turkey katika hiki kitabu cha kuonyesha. Na mimi haja yangu sio kumkashifu yeyote, tunataka tu kujua ukweli uko wapi, kwa sababu hiki kitabu, the first thing tunafaa kuelewa na hichi kitabu, Dada White amesema it is God's helping hand. Sasa kuna baadhi ya watu wanaposikia it's God's helping hand, na sio nukuu moja, wanafikiria kwamba hicho kitabu hakina dosari. Na leo nataka niwatolee dosari. Hata kama ni God's helping hand, nataka nionyeshe kwamba Uriah Smith kuna mambo ameandika ambayo Dada White hajakubaliana nayo. Nitatoa mifano katika hiki kitabu tunapoangalia the King of the North. Sasa jambo la kwanza, kitabu hiki kimeandikwa kwanza the Book of Revelation, na hapo ndio tutaanzia. The Book of Revelation ndio kilikuwa kitabu cha kwanza Uriah Smith kufanya compilation kabla ya kwenda kwenye kitabu cha Danieli. Na wacha nikuwekee dates pale. We must be sure of what we are talking about. Amen. Sasa kidogo tu. Amen. Kwanza alifanya compilation ya kitabu kinaitwaje? Daniel. Baadaye akakuja kufanya compilation ya kitabu kinaitwa Revelation. Na tunaweza kujuaje? Because the Book of Revelation was compiled by Uriah Smith in the year kama sijakosea, it's the year 18. Amen, ndio hiyo. Weka hiyo kwa screen watu waweze kuona. Hii ni kitabu cha Daniel Revelation hiki. Na leo tunaangalia the last 6 verses of Daniel, na hapo kuna the King of the North ambaye Danieli 12:45 inasema atafikia mwisho wake kisha Mikaeli atasimama. Inamaanisha matukio ambayo yanaelekea kwa kusimama kwa Mikaeli yanamuashiria the King of the North, ama mfalme huyu wa kaskazini ni nani. Remember the original King of the North is Jesus. Nitaanza hiyo somo. Alafu shetani akafanya counterfeit of the King of the North. Tutakuja kuangalia the sanctuary truths and the King of the North katika series hii, maana ni ndefu. Sasa kitabu hiki kwanza, Daniel was compiled in 1872. Kachapishwa 1873. Hazikuachana. Na Revelation kikachapishwa 1865. Wewe unaona ni kitabu gani alianza nacho Uriah Smith? Which one? Alianza na kitabu cha Revelation because Revelation ndiye alicompile 1865. Baadaye akarudi kuanza kitabu cha Daniel in 1872. Inamaanisha kwamba kitabu cha kwanza ambacho kiliandikwa na Uriah Smith kilikuwa ni the Book of Revelation, alipokuwa na compile the book Daniel and Revelation. Are we together? Sasa kama ni hivyo, inamaanisha ya kwamba kuna mtazamo ambao Uriah Smith alikuwa na wao akizungumza katika the Book of Revelation, na hapo ndio nataka tuanzie. Let's go to the Book of Revelation chapter 16. Wacha niwaonyeshe kitu. Ingawaje Dada White amesema this is God's helping hand, kuna dosari ambazo Dada White hajazungumzia. Alitaka sisi wenyewe tuwe ni watu wenye hekima, maana Dada White angemshambulia Uriah Smith. Alisema hicho kitabu kisambazwe, lakini Dada White hakusema hicho kitabu kiko na ukweli wote na hakina makosa. Angalia makosa ya kwanza Uriah Smith alipochapisha kitabu hiki, na alianza na the Book of Revelation. Wacha nikuonyeshe. Twende Revelation chapter 16, the plagues, wakati wa mapigo, alipokuwa na compile mapigo 7 ya mwisho. That is Revelation chapter 16. Tunaanzia hapo. Twende nikuonyeshe. Revelation chapter 16, anzia chapter 15, the last verse. Revelation 15, the last verse. Revelation chapter 15 verses number 8 inasema, hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Kwa hivyo hapa tunaona the 7 last plagues. Haya, chapter 16. Kuna pigo la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6 na la 7. Katika kitabu cha Ufunuo
Kuna nambari 7 inayotumika na Mungu. Kuna makanisa 7. Ukianzia makanisa 7 uingie mihuri 7. Uingie baragumu 7. Mungu ameweka distinction, ameweka utofauti kati ya vilivyotajwa vya kwanza 4, the first 4 and the last 3. Kuna kuanga na tofauti, nitakuonyesha. Hata ukienda makanisa 7, the last 3 churches, Sardis, Philadelphia, Laodikia, ni tofauti na zile zilizotangulia za kwanza 4. Hata ukiingia katika mihuri 7, okay, the 7 seals, the first 4 seals, they are horses, ni mafarasi. Lakini ukiingia katika muhuri wa 5, wa 6 na wa 7, si farasi. Hizo zina deal na historia ambazo ziko. Muhuri wa 6, muhuri wa 5 ina deal na history of Islam. No, not trumpet, muhuri. Muhuri wa 6 inazungumzia mambo tofauti na muhuri wa 7. Lakini muhuri wa kwanza, wa pili na wa 4, enda uangalie kwenye Biblia yako, inazungumzia the horses, ama farasi wale wa 4. Ukiingia katika baragumu, the 7 trumpets, the first 4 trumpets ina deal na nini? Ina deal na kuanguka kwa Roman Empire. Inataja a third part, thuluthi 1, thuluthi 2, thuluthi 1 ya zikauawa hivyo. Lakini ukiingia katika baragumu 3 za mwisho, yani ya 5, ya 6 na ya 7, ni tofauti kwa sababu zinaitwa baragumu zinazotoa ole. Zinaitwa the war trumpets. And that is the strategy of the book of Revelation. Hivyo ndio Mungu ameiweka, ili kwamba the first 4 are differentiated from the last 3. Inakuwa hivyo. Enda kwenye baragumu 7, utaona ya kwamba the first 4 trumpets ni tofauti with the last 3 trumpets. Ukiingia Revelation chapter 5 itakuonyesha ya kwamba, hebu enda Revelation chapter 5 verse 13. Angalia Revelation chapter 5, yani kuonyesha kitu. The first 4 and the last 3 combination inaitwa 4-3 combination, zinakuwa tofauti. And that is the platform of the book of Revelation. Iko hivyo. Mfano Revelation chapter 5 verse 14. Chapter 5 verse chapter 8 verse 13. Naona inasema, kisha nikaona nikasikia malaika mmoja, angel, si tai, angel, akiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu, ole, ole, ole wao wakao juu ya nchi, kwa sababu ya sauti zisaliazo za baragumu za malaika watatu walio tayari kufanyeje? Kupiga. For the last 3 trumpets are called war trumpets. Zinasababisha ole. Ni baragumu za ole. Ni tofauti na zile za kwanza zilizotangulia. Sasa makosa aliyoifanya Uriah Smith ni gani? Na dada White haja kubaliana na yeye. Hata kama dada White amesema this is God's helping hand. Angalia makosa aliyoifanya. Ukiingia katika the 7 last plagues, ama mapigo 7 ya mwisho, mapigo 4 za kwanza, okay, they are literal. Kunakuwa na jua inaunguza, hiyo ndio ya 4. Kunakuwa na maji kubadilika damu. Kunakuwa na majipu. Kulikuwa na majipu. Pigo la majipu ya kwanza ni gani? Si ni majipu. Ndio Revelation 16. Hebu tupitie ni kuonyesha Revelation 16. Revelation 16 and verses number, yani kuonyesha verse 2. Napitia tu kwa haraka ni kuonyesha. Revelation 16 verse 2 inasema, akaenda huyo wa kwanza, akakimimina kitasa chake juu ya nchi. Akakimimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu bovu mbaya juu ya wale watu wenye chapa. So it is literal. Kulikuwa na majipu literal. Amen. Aya ya pili inasemaje? Verse 3. Na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu. So it is also literal. Ni halisi, maana damu inabadilika, maji inabadilika inakuwa damu. It is literal plague. Aya, angalia ya 4. Na huyo wa tatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi za maji, zikawa damu. So it is also literal plague. Na dada White anasema they are not universal. Hazianguki dunia nzima. Hivyo watu wa dunia wangeisha na wangeangamia wote kwa safari moja. Inaanguka sehemu sehemu. Sawa?
They are universal, but not in every place, but they are universal. Sasa angalia pigo la 5. Inasema verse 4, verse 8 inasema nini? Wa 4, verse 8, Revelation 16 verse 8. Na huyo wa 4 akakimimina kitasa chake juu ya jua, nalo likapewa kuunguza wanadamu kwa moto. So it is also a literal plague. Amen. The first 4 plagues, mapigo manne ya kwanza ni halisi, they are literal and they are universal, ingawaji hazianguki kila sehemu. Unaona? Lakini sasa ingia pigo la 5, angalia tofauti. 5, 6 and 7. Pigo la 5, angalia verse 10. Revelation chapter 16 verse 10 tunasoma. Na huyo wa 5 akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama. Ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. So the 5th plague, pigo la 5 linabadilika, linakuwa spiritual, sio literal. Kwa sababu kiti cha enzi cha mnyama ni wa kiroho, not literal. Mnyama maanake Vatican City. It is symbolic. The last 3 plagues are symbolic. Amen? Because the beast, the seat of the beast, kiti cha enzi cha mnyama ni symbolic, ni mfano. It is symbolic, it is not literal. Okay? Inazungumzia the seat of the beast, symbolic. Symbolic. Okay, angalia ya 6. Ni tofauti, nimekwambia zile za kwanza za 4 they are literal. Zile za 3 za mwisho they are symbolic. Na hivyo ndivyo kitabu cha Ufunuo kiko. Inaitwa 4 and 3 combination, na Mungu ameandika hivyo kitabu cha Ufunuo kwa wale ambao wanasoma. Revelation chapter 16 and verses number 12. Inasema na huyo wa 6 akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Maji yake yakakauka ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika maawio ya jua. So hapa ndio kuna matatizo. Because the last 3 plagues must be symbolic. Haiwezi kuwa symbolic moja, because it is 4-3 combination. 4 literal, 3 symbolic. The first 4 churches and the last 3 churches tofauti. The first 4 trumpets and the last 3 trumpets ni tofauti. The first 4 seals are horses. The last 3 seals are not horses. 4-3 combination. Inamaanisha ya kwamba Revelation chapter 16 verses number 12, that is symbolic. Hii ndio makosa ya kwanza Uriah Smith alifanya. Na nitaingia niwaonyeshe, na Dada White hakukubaliana. Dada White yako na interpretation tofauti na ya Uriah Smith. Lakini Dada White amesema it is God's helping hand. Na kuna sababu Uriah Smith alianza kufanya deviation hapa. Tutaingia tumsikize. Inasema hivi. Verse 13, nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura. Nikuulize, hizi roho are they literal or symbolic? Because this is the 6th plague. Ni halisia, ni chura wanaorukaruka, ama ni mfano wa kitu fulani? Bila shaka ni mfano, it is symbolic. So the last 3 plagues, they are symbolic, they are not literal, my friends. Inaendelea. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, verse 14. Okay? Zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Swali, hii vita, is it a literal war or is it a symbolic of a spiritual war? Hapa ndiyo kuna mtego. Hapa ndiyo kuna maneno hapa. Na hii ndiyo ilifanya Uriah Smith akarudi in the book of Daniel, akaweka interpretation aliyokuwa nayo hapa, akairudisha pande hii. Maana alitaka Daniel and Revelation ziwe zinazungumza lugha moja. Mimi sitasema, nitawacha azungumze. Kwanza, hii vita iliyotajwa hapa inaitwa Armageddon. Armageddon, vita ambavyo vinafanyika hapa ni vita gani? Mto Frati ama Euphrates ambayo inakaushwa ni mto gani ambayo inaandaa njia kwa sababu ya wafalme kutoka mashariki? Na hao wafalme kutoka mashariki, are they symbolic or literal kings from the east? Tutaangalia. Inasema verse 16. Angalia. Wakakusanya hata mahali paitwapo kwa Ibrania Harmagedoni. Naona? Alafu verse 17. Na huyo wa 7 akakimimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha
kuwa, imekwisha kuwa, sauti ya Mungu. Yesu anataka kushuka. Now the problem ilianzia verse 15 and verses 16. The river Euphrates, Armageddon. Uriah Smith anaandika hivi, sikilizeni katika the book Daniel and Revelation, alafu utasikia dada White vile anasema, uone hawaelewani. Dada White ameandika tofauti, Uriah Smith ameandika tofauti. Sasa ingawaje hiki kitabu kinaitwa God's Helping Hand, dada White hajakubaliana na Uriah Smith katika interpretation ya Revelation chapter 16 ya Armageddon. Sikiliza Uriah Smith, tunaanza nikuonyeshe. Nataka nikuonyeshe kwa nini Uriah Smith alisema the king of the north is Turkey. Nataka nikuonyeshe. Tunasoma katika vitabu vyake. Tuingie katika Daniel and Revelation. Kwanza tusikilize Uriah Smith anasemaje kuhusiana na vita hivi ambavyo viko katika Revelation chapter 16. Unaona? Sasa kwanza Wesley utaweka amen. Tuweke hizi. Tutasoma tu polepole. Kama zitakuja in that sequence, lakini nataka zisomwe hivi. Kwa hivyo vita ambavyo tunazungumzia hapa, they come, I want them in that sequence and order. Anza na hiyo ya juu kitabu. Hicho kitabu kinaitwa Daniel and Revelation. Okay? Revelation 16 iko na interpretations mbili. Kuna ile pioneers waliweka pamoja, James White na wale pioneers wengine, kabla Uriah Smith hajakuja na interpretation tofauti. Na nitakuonyesha ni kitu gani kilimfanya Uriah Smith akaleta interpretation tofauti. Dada White hajakubaliana nayo. Na leo tuko mwaka wa 2025, watu bado wako katika interpretation ya Uriah Smith ya the king of the north. Na alianza na kitabu cha Revelation kabla ya kitabu cha Daniel. Nataka unifuate polepole tuweze kujenga imada pamoja nanyi. Umeweka? Don't worry. Wapendwa wasikilizeni. Ni vizuri tuweze kujua imada kwa undani na kwa kina, ili kama watu wa Mungu tuweze kuelewa ni kitu gani ambacho kinajiri. The first one ili okay. Sasa Revelation 16 has two different interpretations. Is it slowly? Iko na two different interpretations. Tutaangalia roho nabii nasemaje kuhusu Armageddon. The two interpretations. The first interpretation stresses that the terms of Revelation 16 verses 12 to 16 should be interpreted literally. Interpretation ya kwanza inasema ya kwamba Ufunuo 16 kuanzia 12 mpaka 16 lazima zikuwe interpreted literally, halisia. Vita ambavyo vitakuwa kule Middle East. Okay? Na kutakuwa na majeshi literally wako na marisasi wanaenda vita ya kawaida. Okay? The second interpretation emphasizes that the words used must be understood symbolically. Interpretation ya pili ya pioneers walipokuwa wameketi pamoja na Uriah Smith, walifikia uamuzi wakiongozwa na roho wa Mungu, na dada White aliweka signature ya kwamba those events must be interpreted symbolically, not literally. Sio halisia. Haya, tusome bado. The expositors of the first interpretation, wale ambao wanapigia upato interpretation ya kwanza ya kwamba hayo matukio yanafanyika kule Middle East, Turkey, Jerusalem, vita ziko huko. Wale ambao wanaupigia upato mtazamo huo are followers of Uriah Smith's view of Daniel and Revelation. Wengi wanasimama katika kitabu hiki wakisema hawabanduki hapo. Tutaona kama dada White amemunga mkono. Alafu ya pili inasema the expositors of the second interpretation agree with Ellen White's teachings on the subject. Usitoe. Inamaanisha kwamba kuna vile dada White amezungumzia haya mambo. Hebu enda Revelation chapter 17. Weka kwanza kwa screen. Revelation 17 and verses number 12. Revelation 17. Revelation 17 and verses number anzia verse 11. Revelation 17. Amen. Revelation 17. Tunaanzia verses number 11. Revelation 17 and verses number 11. Biblia inasema, na yule mnyama aliyekuweko naye hayuko. Yani kuna kipindi amepata jeraha la mauti 1798, the papacy.
Yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7, naye ataenda kwenye uharibifu, yani atafikia ukomesho wake. Daniel chapter 12 inasema, Daniel chapter 11 inasema atafikia uharibifu wake. Aya verse 12. Na zile pembe 10 ulizoziona na wafalme ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Verse 13. Hawa wana shauri moja, nao watampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Verse 14. Hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Ufunuo inasema vita vya mwisho vinaitwa Armageddon. Inatoa katika borrowing language of the Old Testament, maana katika Agano la Kale walipigana katika eneo linaitwa Armageddon. Na itakuja kutusaidia kuelewa Daniel chapter 11. The last 6 verses of Daniel chapter 11. The first expositors, ama wale ambao wanasema vita hivyo they are literal war in the Middle East, wamechukua Daniel chapter 11 verse 40 to 45 to be literal. Lakini wale wanaofuata mtazamo wa roho nabii, hawafuati mtazamo wa Uriah Smith, wamekubaliana roho nabii that war is symbolic, not literal. Sasa nitakuonyesha. Inamaanisha ya kwamba wale ambao wanafundisha ya kwamba the king of the north is Turkey, they will have a wrong view of the Armageddon. Hawatapata correct. Maana wataangalia vita vya mwisho World War 3 ambavyo vinaenda kupiganiwa kule Jerusalem, Uturuki ikiongoza na Russia. Okay? Lakini kabla tujaingia pale, hebu tuangalie. Dada White anasema hivi vita. Ngoja kwanza kabla ya Dada White. Uriah Smith anasemaje? Angalia. First slide, Uriah Smith. Yes. The first one, iko na number 1, Smith's view of the 6th plague. Nataka tusome pamoja usikie vile anasema. The great river Euphrates, huyu ni Smith, represents the former Ottoman Empire. Ati ni ufalme wa Ottoman Empire and its modern successor, Turkey. Okay? In this way, Uriah Smith says, anasema, that the Euphrates does not refer to the literal river as a river. Still, it retains its geographical significance to be a designation for the river in the Mesopotamia Valley. Anasema hii mto iko huko Mesopotamia. Endelea hiyo slide nyingine. Okay? Kama mnapata, hapo ndio hiyo maneno inaanza. Maneno hayajaanzia Daniel chapter 11 that the king of the north is Turkey. Hapana. Uriah Smith kwanza alianza kufanya interpretation of the book of Daniel. Sikia vile anasema. For more than 1000 years, zaidi ya miaka 1000, this area kule Turkey, kule Middle East, was administered by the Saracen and the Turks, ndio walikuwa huko. And more recently by the government of Iraq. Now to Smith, Isaiah chapter 8 verse 7 na Revelation 9:14 concede the idea that the Euphrates symbolizes Turkish power. See Daniel and Revelation page 648 of 1897. Ya kwamba River Euphrates ni inchi ya Uturuki, literal country of Turkey. Haya tuendelee usikie. Number 2. For Smith, the drying up of the Euphrates refers to the consumption of the Turkish Empire, accompanied with more or less destruction of its subjects. Anasema ya kwamba kule empire, kule Turkish Empire, wakati mto Frati utakauka, maanake ni nini? Kulingana na yeye, maanake ni nchi ya Uturuki itaanza kukosa nguvu. Anaongea kuhusu literal country of Turkey. Okay? Thus, we should have literal judgments upon men as the result of this plague, as in the case of all the others. Unaona? Amejumuisha zote. Akasema zote ziko literal plagues. Over the seat of the beast is the Roman papacy. So the seat of the beast is literal. And the beast is also literal. Are we together? So alipoanza kuweka interpretation, na kuna sababu alisema hivyo, nitakuja kuonyesha kuna sababu alikuja na hii idea. Are we together? So the 6th plague, unapoichukua ya kwamba this is the drying of the river Euphrates, ambayo ilikuwa inapitia katikati ya Babeli ya zamani. Na Babeli ya sasa
ambayo tunajua Revelation 17 ni the Roman papacy na makanisa yanayoisupport. Hebu nisomee, ngoja kidogo nionyeshe River Euphrates kwanza kabla tujaingia kwa Ellen White. Revelation ilikuwa 16 verse 16. Revelation 16 verse 15 verses and wapi inakaushwa? Wapi hiyo mto inakaushwa? Ndio hiyo verse 14. Ni hiyo kweli? Revelation chapter 16. Revelation chapter 16 and verses number Revelation 16, angalia. Wacha niandike hapa. Drying Revelation. Twende Revelation. Pigo la ngapi? Ni pigo la 6 Ndio, it's the 6th plague Tuone. Wapi? This is verse Revelation chapter 16 verses ndio hiyo. Amen. Verse 12. Revelation 16 verse 12. So musikie. Inasema, na huyo wa 6 akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, Euphrates. Maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua, the kings from the east. Si ndio imesema? Ukielewa, this is symbolic because the 5th, the 6th and the 7th plagues, they are symbolic, not literal. Mto Frati ulipitia katikati ya Babeli ya zamani, na Babeli ya mwisho ni ya kiroho, ya Ufunuo sura yake ni ya 17. Babeli ya mwisho, okay? The last Babylon is symbolic, not literal. Revelation 17 inasema, na katika kipaji cha uso wake mwanamke wa Ufunuo 17 alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama ya makahaba na machukizo ya nini? Na machukizo ya nchi. Babeli ya mwisho, kama vile Babeli ya kwanza ilikuwa supported ama ilikuwa inatiwa nguvu na maji iliyopita, maana ilikuwa inasambazia nguvu. Babeli ya mwisho vile vile inasambaziwa maji. Maji ndio imesupport Babeli ya mwisho ya kiroho, the Roman papacy. Okay? Na ukisoma Revelation chapter 17 nasema, mwanamke ameketi juu ya mnyama aketie juu ya maji mengi, si ndio? Ameketi juu ya maji mengi. Revelation 17 inasema, njoo huku, verse 1, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. See, that is verse 1 or verse 2 of Revelation 17. Ndio, ameketi juu ya maji mengi. Sasa hii maji ni nini? Maana Babeli ya mwisho ambayo mto Frati, the river Euphrates, is symbolic. Mto, maji inasimamia watu wanaoisupport hiyo system. Yani watafunguliwa macho katika pigo la 6. Wata realize when it is too late under the 6th plague. Ndio unaona watamchoma, nyama yake watamla, watamteketeza kwa moto, watajaribu kuleta ghadhabu yao, lakini itakuwa imechelewa. So the drying up of river Euphrates is symbolic, not literal. Takuonyesha dada White anasemaje. Kwanza tumalize na Uriah Smith. Revelation 17 verse 15 inasema maji ni nini? Maji ambayo ina support river Euphrates ya leo, ama mto Frati ambayo ni ya kiroho ya Revelation 17, ambayo pigo la 6 itakausha hiyo maji. Okay? Maji ni nini? Meka Revelation 17 verse 15 inasema. Revelation 17 verse 15. Tusome pamoja. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ambaye ni Babeli, ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Unaona ni watu. Kwa hivyo kukaushwa kwa mto Frati maana yake ni watu wanafunguka macho kukiwa kumechelewa. Mungu anawafungua macho. Na tukio hilo la kuwafungua macho linaandaa njia, maana wafalme wa kutoka mashariki wanakuja. Nitakuonyesha. Hawa si watu wa kutoka Middle East na Turkey, hapana. So the last 3 plagues are symbolic, not literal. Hebu enda kwa slide hiyo nyingine tumsikize Uriah Smith anasemaje. Rudi pale usikie vile anasema. Uko wapi? Ya the way, yeah? Okay? The way of the kings of the east will be prepared by the drying up or consumption of the Ottoman power as the power holding possession of the territory watered by the river. Usitoe. Unaona? Yeah, literal.
Naona kama dada White alikubaliana na yeye. Okay, endelea hiyo nyingine. Ya 3. According to Uriah Smith, kulingana na Uriah Smith, literal interpretation of Joel and Zephaniah. Alienda kwa Joel na Zephaniah, akafanya literal interpretation, not spiritual. Unajua, kitu cha kunishangaza ni ya kwamba watu hawaelewi. After the cross, everything became spiritual. Kabla ya msalaba vitu vilikuwa literal. Literal Jerusalem, literal Babylon, literal Palestine, literal. Lakini baada ya msalaba, kifo cha Yesu, whatever was literal becomes symbolic. We have symbolic Babylon, Revelation 17. We have spiritual symbolic Jerusalem, Revelation chapter 12. Tuko na symbolic Jerusalem, tuko na symbolic river Euphrates. Huwezi kusema hizo vitu ni literal tena. It cannot happen. It cannot happen. Hata Paulo anatumia hiyo mbinu. Nitakuonyesha 1 Corinthians chapter 15. Inaanza na natural, alafu inabadilika inakuwa literal, yani spiritual ama symbolic. Kwa pamoja. Tuendelee na hii. According to Uriah Smith's literal interpretation of Joel and Zephaniah, the battle will be fought where? Alisema vita vitapiganwa wapi? Jerusalem. But he argued in his times that Palestine, yani Jerusalem and the sacred sepulchres, na makaburi yaliyoko huko ya watakatifu, was in the hands of the Turks. Yani bado serikali ya Kituruki bado ilikuwa imechukua usukani pale Jerusalem. But though Turkey now possesses them and others want them, it is nevertheless, sikiliza vile na argue, it is nevertheless thought necessary to the tranquility of Europe that Turkey should be maintained in her position in order to preserve what is called the balance of power. For this, the Christian nations of Europe have cooperated to sustain the integrity of the Sultan's throne, because they cannot agree as to the division of the spoils when Turkey falls. Okay. By their sufferance alone, that government now exists at Turkey. And when they shall withdraw their support and leave it to itself, as they will do under the 6th plague. Naona ameenda literal. Amesema the 6th plague ni Wakristo wataondoka, Turkey itabakishwa peke yake. That symbolic river will be wholly dried up. Turkey will be no more, and the way will be open for the nations to make their last grand rally to the Holy Land. Anasema mataifa yote duniani yatakimbia kuenda Palestine. Wataenda kule Israel, Holy Land. Okay. Then the prophecy moves to the gathering for the final battle at what? Armageddon. Kwa hivyo kulingana na Uriah Smith, alisema vita vya Armageddon vinapiganwa wapi? Huko Middle East, Jerusalem. Na sio yeye peke yake. Kuna jamaa anaitwa Victor T. Hutef ambaye alianzisha movement inaitwa the Davidians. Pia alikuwa na mtazamo huu, acha nikuwekee. Alafu ndio tuangalie dada White alisemaje. Okay, ngoja kidogo. Huko kwa Armageddon. Endelea kwanza kidogo na hii. Endelea tu na hii kwanza. Uriah Smith ya 4. Uriah Smith anasema alichukua notes za nani huyu jamaa? Alikuwa anachukua notes za nani? Sikilizeni. Uriah Smith inasema Smith taking Albert Barnes notes on the New Testament stated the following interpretation of Armageddon. Sikia vile anasema. The persons gathered are the minions of Satan, watu na shetani, not saints. That it is the work of the spirits, not of Christ, and that the place of assemblage is not in the New Jerusalem. Anasema mahali watu watakutanika kwa ajili ya Armageddon ya mwisho, sio Jerusalem mpya at the marriage supper of the Lamb, but at the Armageddon or Mount Megiddo, at the battle of that great day of God. Amesema katika Uriah Smith, Daniel and Revelation page 652. Alafu anasema the hills of Megiddo overlooking the plain of Esdraelon was the place where Barak and Deborah destroyed Sisera's army. Okay? Ameenda literal. And where Josiah was rooted by the Egyptian king Pharaoh Necho. Therefore,
Smith took Armageddon of Revelation 16 verse 16 in terms of the geographical environment and historical associations of the ancient city of Megiddo as the literal place where the spirits will gather the nations together to fight the battle of that great day of God Almighty. Amen. Huyo ni Uriah Smith. Ngoja, teremka kwanza hatujamaliza. Nataka usikilize vizuri. Uriah Smith ameenda literal. Amesema ya kwamba mataifa yote sijui watafika huko kivipi. Wataenda huko, watu wataenda vita huko na Jerusalem. Kama ni Kenya tutatoka hapa tuende. Na kuna wengine wanafundisha kwamba huko ndio loud cry itapeanwa Jerusalem. Alafu tasikia vile dada White anasema, utashangaa. Sasa hapa Smith anasema, Uriah Smith said that the Euphrates River stands for Turkey. Maana yake ni nchi ya Uturuki. And that the drying up of the river Euphrates is the end of the Turkish Empire. Yeye hajaenda symbolic ya kwamba maji inasimamia watu wanao support Babeli ya leo. Yeye anasema ni mto wa kawaida ambao maana yake ni ya kwamba nchi hii ya Uturuki itaisha, thus opening the way to enter Palestine, and that the three unclean spirits will gather the nations to the great battle of the Almighty. Okay, inaendelea. Anasema these spirits are represented by spiritualism or spiritism, which work miracles worldwide to deceive the nations into gathering to fight against God. These three spirits are working through three great religious divisions of humanity: Catholicism, Protestantism, and paganism. They will gather, he says, in a place. It is in the Hebrew name, which is literally appears as Har or mountain, Megiddo, meaning the mountain of Megiddo. Therefore, Smith stressed the word place. Alikuwa nasisitiza mahali, place. It is a literal place as the geographical localization, like other Bible commentators. Smith says, anasema nini? He says that the gathering of the nations, are we together? For the battle occurs during the 6th plague, but the battle is fought during the 7th plague. Thus, anasema ya kwamba watu watakutanishwa kupigana na Jerusalem literally huko Middle East wakati wa pigo la 6. Na anasema Smith represents the group that believes that Armageddon as a military war must be fought in a literal place in Palestine around Jerusalem. Anasema ya kwamba huyu Smith sasa anawakilisha watu wanao amini ya kwamba vita hivyo ni vya kihalisi kule Jerusalem. The gathering for that war will take place during the 6th plague and be fought during the 7th plague, when the King of Kings will destroy them by the 7th plague. Sasa tuende polepole, kwa sababu sio Uriah Smith peke yake alikuwa na hili fundisho, na nitakuonyesha sasa kwa nini alikuwa anafundisha hivyo. Pioneers walifundisha aje na dada White kuhusiana na Armageddon? Kando na Uriah Smith, nani mwingine alikuwa na hili fundisho? Tuende kwa Victor T. Houteff, kama umemwona mahali. Wacha tupeane Victor Houteff, the Branch Davidians. Amen. Victor Houteff ameanzisha the Shepherd's Rod, pia akawa na msimamo huo. Alafu sasa tuangalie dada White anasemaje kuhusu Armageddon. Alafu ndio nitakuuliza wewe mwenye unasema hii ni God's helping hand. Itakuwa God's helping hand kivipi wakati dada White na Uriah Smith hawapatani kwa the battle of Armageddon? Huyu anasema iko Jerusalem literally, dada White hasemi hivyo. Nataka nikuonyeshe. Alafu nikuachie swali, itakuwaje God's helping hand? Does it mean that everything in that book is correct? No. No, that is not the truth. Victor T. Houteff ndiye huyo. Huyu alianzisha movement inaitwa inaitwa nini? The Davidians. Is it there on the screen? Davidians ama the Shepherd's Rod. Katika kitabu chake kinaitwa Timely Greetings Volume 1 number 17 to 20 anasema, in view of the fact that Jerusalem is to be protected by a wall of fire, Zechariah 2:5, while the house of Judah reigns, wakati nyumba ya Judah inatawala there, it is definite that the battle here described must be fought before the house of Judah is established. In that battle, katika vita hivyo vya Armageddon,
the nations will defeat the rulers of the promised land. Then it is that the house of Judah commences to be set up as the warring nation besiege the city. Wanazunguka Jerusalem and rifle the houses also and ravish the women. Kwa hivyo itakuwa ni vita vya kawaida huko Jerusalem. Unaona? Kuna watu wanafikiria. Hebu tuanze na dada White anasemaje kuhusiana na Jerusalem. Okay? Inasema katika kitabu kinaitwa Early Writing. Early Writing. Kitabu kinaitwa, acha nitafute. Katika kitabu kinaitwa Early Writings ameandika hivi. Kitabu kinaitwa Early Writings, maandishi ya awali. Dada White anapoanza kuandika, kuna unabii ambao unaweza patikana pale. Early Writings tunasoma page, acha nikuwekee page, samahani sana. Early Writings page hiyo hii. Amen. Page 70, page 75, paragraph yake ni ya pili ya kidogo. Early Writings tunaanza na hiyo. Early Writings page 75, alafu ndio tukuje tuangalie dada White anasemaje kuhusu Armageddon. Alafu tuone kama alikubaliana na Uriah Smith, God's Helping Hand. Nimesema kitabu gani? Early Writings page 75, paragraph 2. Acha nilikuwa nimeitafuta, ni kitu ambacho kimekuja tu kwa haraka. Mungu atukuzwe. Sasa angalia hiyo. Tuiweke kwa screen tusome na watu. Dada White anasemaje kuhusu Jerusalem? Jerusalem ile iko pale Middle East. Kabla tujakuja kwa interpretation ya Uriah Smith, mbona alianza kufanya interpretation hivyo? Alafu taangalia wale pioneers wengine nao katika msingi, the platform, walifanya interpretation kivipi ya the King of the North ama Turkey ama Revelation 16. Jiko umeona? To put it, Early Writing 75, paragraph number 2. Nataka tusome na wewe. Dada White anasemaje kuhusu unabii wowote ambao unafaa kutimika kule Jerusalem, Middle East? Anasemaje? Na usisahau Revelation 16 ama Ufunuo 16, 15 na 16. Uriah Smith alisema that's a literal war. River Euphrates is literal Turkey. Vita itakuwa huko. Inasema, then I was pointed to some, na alionyeshwa baadhi ya watu who are in the great error, waliokuwa katika udanganyifu gani? Of believing, ya kuamini, that it is their duty to go to old Jerusalem. Okay, kwamba wanafaa kwenda Jerusalem. And they thought, ama they think that they have a work to do there before the Lord comes. Na wale wanasema loud cry itafanyika huko. Okay, such a view is calculated to take the mind and interest from the present work of the Lord under the message of the third angel. For those who think that they are yet to go to Jerusalem will have their minds there. Kwa hivyo mpango wa shetani ni kuweka mawazo ya watu wapi? Jerusalem, Palestine, Iraq, Iran, sijui Turkey, sijui Russia. Hiyo ni mpango ya shetani. Nitakuonyesha sasa hii, sijamaliza. Just follow this thinking. Wewe fuatilia. Angalia. Na haijaisha hiyo. Dada White anasema wataweka mawazo yao wapi? Okay? Ndio anasema, I saw that Satan. Hoja nikuonyeshe hapa vitu tunafaa kusoma saa hii. Dada White anasema akiendelea anasema katika ndio hii itafika kweli. Ndio hii, I saw that Satan, na alionyeshwa. Aya, ndio iwacha tuweke paragraph inayofuata, ni paragraph 2 hapo, maana haijaisha. Tusome na wewe. Amen. Hii nilikuwa naiandaa tu kwa haraka haraka, Mungu anavyoniongoza, sababu kuna mengine hata sikuwa nimeandaa.
Okay, inaendelea pale, weka tu. Hii ni early writings 75 paragraph. It's paragraph 2 early writings. Fungua early writings uone. Early writings ndio turudi kwa Uriah Smith. Okay, Uriah Smith amefanya kazi kubwa, mimi siwezi kumlaumu, lakini hatufai kukaa katika uongo alioweka katika hicho kitabu. Nitakuonyesha dada White anasemaje saa hii, si kesho. Kumbuka dada White anasema it is God's helping hand, lakini utakuta kwamba dada White yakubaliana na yeye kwa sababu ya interpretation ya literal war, Armageddon. Na mtazamo huo wa Uriah Smith ndiye aliuchukua kaupeleka katika the book of Daniel chapter 11. Nitakuonyesha saa hii, si kesho. Don't worry, just put it. Okay? Anasema I saw, na alionyeshwa. I saw that Satan had greatly deceived some in this thing. Na alionyeshwa ya kwamba shetani amekwisha kuwadanganya wengi kutokana na hilo jambo la Jerusalem. And that souls all around them in this land could be helped by them and lead to keep the commandments of God. But they were leaving them to perish. I also saw that old Jerusalem never would be built up. Hakuna kitu kama kujengwa Jerusalem tena, ati watu watafanya vita, ati Jerusalem itakuwa ya Mungu. Dada White amesema. And that Satan was doing his utmost to lead the minds of the children of the Lord into these things now, in the gathering time, to keep them from throwing their whole interest into the present work of the Lord. Kwa hivyo mpango wa shetani ni watu waweke akili zao wapi? Jerusalem huko Turkey na Middle East huko. Hiyo ni mpango wa shetani. Sasa tuulize dada White. Uriah Smith amesema ya kwamba vita vya Armageddon ni vita vya kawaida, kutakuwa na majeshi. Na wataenda kupigana na Jerusalem huko, na nchi ya Uturuki itakuwa huko. Kwa hivyo watu wote, mataifa yote wataenda kufanya vita, a literal war. What does the spirit of prophecy say? Tumuulize dada White, ulikubaliana na yeye? Na mbona ulisema this is God's helping hand, wakati ambapo hukubaliana na yeye katika hiyo mada? Na kama hukubaliana na yeye katika hiyo mada na ukasema that is God's helping hand, je, inamaanisha kwamba Uriah Smith was correct in the interpretation of Turkey as the king of the north? Ya kuonyesha ni kitu gani kilikuwa kwenye mawazo yake. Nataka nikuonyeshe. Dada White anasemaje kuhusiana na nini? What does Ellen White say? Alafu ndio tukuje kwa pioneers. Wanasemaje kabla ya Uriah Smith kukuja na interpretation tofauti. Kumbuka hii ni part 1. Mimi sijaanza kudive in Daniel chapter 11 na kuwekea foundations ndio uelewe kitu gani kinaendelea. Sasa dada White anasema this is what the spirit of prophecy says. Okay? Concerning that interpretation. Sijui kama hizo zitakuja zote ama aha. Okay, ndio hii, wacha tuweke hizi. Sikiliza wewe, tunaweka za kwanza 3. This is the first quotation. Tunataka kuuliza Ellen G. White, is Armageddon a literal war in the Middle East? Kuna majeshi wataenda huko na mataifa watapanda wakienda, ama hiyo vita ni aina gani? Nataka tusikilize dada White. Alafu wewe umemsikiza Uriah Smith. Alafu sasa tutauliza kwa nini dada White alisema hiki kitabu is God's helping hand? Does it mean that everything in that book is correct? No. No, my friends. Angalia. Now we are looking at Ellen White's view of Armageddon. Okay? Is it a literal war? Okay? Tumeona kwamba the last 3 plagues are symbolic. The first 4 are literal. Maana Revelation imeandikwa katika platform hiyo 4 and 3 combination. The first 4 and the last 3, iwe ni plagues, iwe ni churches, iwe ni seals, zinakuaga tofauti. And that is the pattern. Sasa Uriah Smith kwanza he broke that. Sikiliza Ellen White anasema nini. Tunaanza. Inaanza na gani? Haya, tusome. Anasema the message in regard to the fall of Babylon must be given. God's people are to understand in regard to the angel who is to lighten the whole earth with his glory. While he cries mightily with a loud voice, Babylon the great is fallen, is fallen. Haya tunasoma. The solemn events which are now taking place belong to a series of events in the chain of history. Kuna matukio ambayo yanatokea sasa ambayo yamekuwepo katika historia. The first link
of which is connected with Eden. Kumbe ilianzia wapi? Ilianzia Eden, wakati Mungu alisema nitaweka uadui kati yako na huyo joka. Kwa hivyo vita, mapambano ya mwisho hii ilianzia Eden na inaenda kuishia katika Armageddon. What are your thoughts? Anasema, let the people of God prepare for what is coming upon the earth. Extravagance in the use of means, selfishness, heresies have taken the world captive. For centuries, satanic agencies have been at work. Kwa karne nyingi, nguvu za giza zimekuwepo kazini. Will they now give up without a struggle? There are only two parties. Angalia, ati kuna makundi mawili peke yake dunia nzima. There are only two parties in our world. Those who are loyal to God and those who stand under the banner of the Prince of Darkness. Satan and his angels will come down with power and signs and lying wonders to deceive those who dwell on the earth, and if possible, the very elect. Atadanganya the elect, wateule. The crisis is right upon us, Sunday law. That is the crisis, the mark of the beast. Anasema nini? Is this to paralyze the energies of those who have a knowledge of the truth? Is the influence of the powers of deception so far? Nguvu za giza za madanganyo mnadhania ziko mbali, far reaching, that the influence of the truth will be overpowered. Mnadhania ukweli utashindwa? Sikiliza mahali anaingia. The battle of Armageddon is soon to be fought. He on whose vesture is written the name King of Kings and Lord of Lords leads forth the armies of heaven on white horses, clothed in fine linen, clean and white. John writes Revelation 19. Kwa hivyo vita vya Armageddon ni vita vya kiroho vinavyohusisha the mark of the beast, watu wa Mungu pamoja na Mungu mwenyewe akiwa upande wao. Ni vita vya kiroho. These are not, it is not a literal war. Sio vita ya kihalisia katika nchi fulani kule Middle East. This is a worldwide war. Na ni ya kiroho. Maana nguvu zote za giza zitajitoa wakati wa alama ya mnyama imetangazwa. Na watu wa Mungu wataingia katika mapambano ya mwisho. Haya mapambano sio ya mikono. Our battle is not with flesh and blood. Vita vyetu si vya mwili na nyama, ni vya kiroho. The battle of Armageddon, zamani katika Old Testament, ilipiganwa kimwili. Ilikuwa ni vita vya kimwili katika the valley of Megiddo. Lakini baada ya msalaba, everything becomes spiritual or symbolic. Unaona? Kwa hivyo Jerusalem is symbolic of God's people. Amen? Naweza kukuonyesha katika Revelation chapter 11. And that is the best way to do with it. In fact, Revelation chapter 11 itatuonyesha. Saa hii nitakusomea. So kulingana na Dada White, according to Ellen White, the battle of Megiddo, is it literal or is it symbolic? Is it spiritual? Yes, it is spiritual war, kwa sababu watu wa Mungu wataingia kujitosa na nguvu za giza katika imani walio nayo. It is Sunday versus Sabbath issue. It is the mark of the beast time period. Na dunia yote imechemshwa kwa sababu watu wa Mungu watakuwa natakiwa waikane imani yao. Kwa hivyo ni vita vya kiroho. Wengine watafungwa magerezani, wengine watapitia hali ngumu kwa sababu ya the death decree ambayo itakuwa inatangazwa. Lakini sio vita vya kimwili ati watu wa Mungu watabeba mapanga na marisasi. It is not a literal war. In fact, hivi ndio Paulo anasema. Ngoja nitakuwekea quotation number 2, enda 1 Corinthians chapter 15. Amen. 1 Corinthians chapter number 15. Nasoma kitabu cha 1 Corinthians. Amen. 1 Corinthians. Acha nitafute kwa haraka 1 Corinthians, twende pale. Paulo anatumia chapter 15. Okay? Anasema 1 Corinthians chapter 15, twende pale nikuonyeshe. 1 Corinthians 15 verse 46. 1 Corinthians 15:46. Paul anatumia hiyo principle katika interpretation na anaambia kanisa la Agano Jipya. I read there. 1 Corinthians 15:46. Amen. Tusome pamoja 1 Corinthians 15 and verses number 46. Inasema,
lakini hautangulii ule wa kiroho ama ule wa roho, unaona, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Tunasoma verses kwa Kiingereza. However, ama howbeit, that was not first which is spiritual. Sio spiritual inatangulia, but that which is natural, as afterwards that which is spiritual. Gani inatangulia? Which one comes first? Natural or literal. Then afterwards comes the spiritual application. Inakuwa hivyo. So that is the principle in the Bible. Natural inaanza, alafu tunaingia spiritual. So natural ama literal Babylon. Baada ya msalaba, kifo cha Yesu, tunaingia spiritual Babylon, Revelation chapter 17. Haiwezi kuwa natural. And that is the major issue ambayo Uriah Smith alikuwa nayo. Unaona, vita vya Armageddon sio vita ambazo ni literal. They are spiritual war. Angalia quotation ya pili. Look at the second quotation from Ellen G. White. Niambie kama alikubaliana na nani? Na Uriah Smith. Nataka nikuonyeshe quotation number 2. Amen. Hiyo tumesoma quotation ya kwanza, naingia quotation ya pili. Sababu ambayo nakusomea hizi vitu ni kwa sababu kuna watu wanasema it's God's helping hand. Sasa hakifai kuwa na makosa. Hicho kitabu it's very perfect, which is not correct. And that is why I'm trying to show you the truth. Kama wewe ni wakutaka kusikia. Inasema tena katika kitabu kinaitwa kitabu hiki kinaitwa, acha nione. Amen. Ulisoma gani? Amen. Nimeona. Haya, hii inaitwa, acha nikutolee the second interpretation. Hizi tutazisoma tu, unajua hizi ndio zitamshtua shetani. Hizi acha kuzisoma. Hii inaitwa Letters and Manuscripts. Letters and Manuscripts. Ndefu kidogo. Yes, kama itafika. Yes, LTMS. Letters series number 112 of 1890. Okay? Naanza. Yeah, kwanza. Oh, that they could see and understand that in this last conflict, okay? Tunaanza vita vya mwisho. Dada White anasema it's a spiritual war ambayo inapiganwa dunia mzima. Uriah Smith anasema it's literal war inafanyika kule Jerusalem, Armageddon. Majeshi ya dunia yatasafiri kwenda huko kupigana na literal Jerusalem ambayo iko pale Middle East. Some hii nuku nyingine Dada White. Pole tu. Nataka tusome tena katika kitabu kinaitwa, let me see whether everything is okay. Nafikiri ni nukuu nzuri nimekutumia. Nataka tusome na watu kwenye screen ndio itatusaidia. Tukishatoka pale nafikiri tutakuwa ni watu wenye kuelewa kile ambacho kinaendelea. Kumbuka hii ni part 1. This is only part 1. Okay? Inasema, oh, that they could see and understand that in this last conflict, katika vita vya mwisho, the captain of the Lord's host is leading on the armies of heaven. In Revelation 19, Yohana ameandika symbolism ya mafarasi. And mingling in the ranks of fighting our battles for us. We shall have apostasies. We expect them. Tutakuwa na maasi. They will go out from amongst us because they were not of us. Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. The angel, mighty angel from heaven, is to lighten the earth with his glory, while he cries mightily with a loud voice, Babylon the great is fallen. Is fallen. Revelation 18 verse 2. Oh, how I wish the church to arise and shine, because the glory of the Lord has arisen upon her. What can we not do in God if every human agency is doing its very utmost? Without me, he can do nothing. Sikiliza. We would lose faith and courage in the conflict if we were not sustained by the power of God. Every form of evil is to spring into intense activity. Anasema ya kwamba nguvu zote za giza zitaingia duniani. Evil angels, malaika wa giza vile vile. Unite with their powers, watakuwa na nguvu zao with evil men, na watu ambao
ni wauasi, and as they have been in constant conflict and attained an experience in the best models of deception and battle have been strengthening for centuries, vita, they will not yield the last great final contest without desperate struggle. Nguvu za shetani. All the world, ati nini? Dunia yote will be on one side of or the other of this question, Sunday law crisis. The battle of Armageddon will be fought. Itapiganwa Jerusalem, kulingana na dada White, inapiganwa dunia mzima. Na dunia yote na watu wa Mungu. Dunia itakuwa upande moja na watu wa Mungu watakuwa upande moja. Hii vita kulingana na dada White ni ya kiroho. Anasema the battle of Armageddon will be fought, and that day must find none of us sleeping. Sunday law crisis ikianza. Wide awake we must be, as the wise virgins have oil in all their vessels with our lamps. What is this grace? Grace, the power of the Holy Ghost must be upon us, and the captain of the Lord's host will stand at the head of the angels of heaven to direct the battle. Kwa hivyo Yesu atakuwa kwenye mbele. Solemn events before us are yet to transpire. Trumpet after trumpet is to be sounded. Vial after vial poured out, one after another upon the inhabitants of the earth. Mapigo. Sins of stupendous interest are right upon us, and these things will be sure indication of the presence of him who was directed in every aggressive movement, who has accompanied the march of his course through all the ages, and who has graciously pledged himself to be with his people in all their conflicts to the end. He will vindicate his truth. He will cause it to triumph. Kwa hivyo ni truth gani ambayo Yesu ataivindicate? The first, second and third angels messages. Kwa hivyo ni vita vya kiroho. He will cause it to triumph. He is ready to supply his faithful ones with motives and power of purpose, inspiring them with hope and courage and valor in increased activities as the time is at hand. Deceptions, delusions, impostures will increase. Kutakuwa na madanganyo. The Christ will come in from every quarter. Lo, here is Christ. Lo, there is Christ. But said Christ, go ye not after them. There will be one fierce struggle before man and sin shall be disclosed to this world, who he is and what has been his work. While sikiliza mali anaenda na hii vita. While the Protestant world is becoming very tender, wakati makanisa ya kiprotestanti yanaanza kuwa ya kilegelegea and affectionate towards the man of sin, na wanaungana na upapa, shall God's people take their place as bold, watu wa Mungu wasimame kidete, and valiant soldiers of Jesus Christ to meet the issue in Sunday law, which must come, their lives hid with Christ in God. Mystic Babylon has not been sparing in the blood of the saints. Babeli imeangamiza watu wa Mungu. Waprotestanti wanaunganika na serikali ya Kiroma. Angalia vile dada wetu anazungumzia Armageddon. And shall we be wide awake to catch the beams of the light which have been shining from the light of the angel, who is to brighten the earth with the glory, his glory. Awake, wake up the mighty men. Let the messengers of the past 50 years, dada White anasema, wajumbe wa miaka 50 iliyopita, that have been sounding now be seen in the true force and bearing by repetition. Let the same spirit which attended these messages, yani ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, ujumbe huo, nguvu ambao ulikuwa na ujumbe huo, let that power come into our hearts in these last days. These things are not to be mentioned with gloom and sadness. Hatufai kuwa ni watu wa kupoteza roho. We are to think now how heaven regards these events, and to be in harmony with the transactions going on in heaven, in preparing the people to stand in this, the day of the Lord. Sunday law crisis inakuja. And having done to stand, let the light, power, and the sunbeams of the righteousness enter the soul. Revelation 19:1-6 quoted. Ametoa kwenye Letters and Manuscripts series number 112 of 1890. Unaona? Kwa hivyo kulingana na White, the battle of Armageddon, is it literal?
to be fought in Jerusalem, itapiganwa huko Middle East na Jerusalem na mataifa na makomanda wa vita wakiwa na marisasi, ama itapiganwa dunia mzima na ni ya kiroho wakati wa Sunday Law Crisis. The Battle of Armageddon is symbolic, it is spiritual. Lakini Uriah Smith alisema it is literal, itapiganwa kule Jerusalem. Bado sijamaliza, nataka nikuonyeshe kitu. Sasa mimi ninauliza, how can this book then be God's helping hand, while Ellen White does not agree with Uriah Smith on the Battle of Armageddon? Na Uriah Smith, maana yeye ndiye alileta hiyo interpretation. Hebu tusikize wale ambao ni pioneers wetu wakikaa chini wakiongozwa na Roho wa Mungu, walikuwa na united front on the subject. Sikiliza James White. Kidogo wewe, nimeenda. Sikiliza James White. Good. Nataka usikilize James White. Sikiliza wewe, nataka nikuonyeshe kitu wacha kwanza niende kwa wale ambao ni waanzilishi wa imani. Sijui watatusaidia kidogo. Nampenda usikiliza. Mimi hii kitu nimefanyia kitu kinaitwa research. Hili jambo nimekuwa nikiliweka kwa kifua kwa muda, lakini imefika kipindi ambacho lazima tulitoe. Uriah Smith's interpretation of the book of Revelation, the sixth plague. Dada White yako comment hapo, lakini alisema this is God's helping hand. Ellen White did not agree with that view. Inamaanisha that view was not correct. Ninakuuliza tena, huyu Uriah Smith ni nini kilimfanya akafanya? Kumbuka alifanya interpretation ya the book of Revelation kwanza, ndio hiyo Turkey na Jerusalem yake ikuja ifit in the book of Daniel. Maana the book of Daniel anakuja kufanya compilation in the year 1872, lakini the book of Revelation anafanya expose yake in the year 1865. Inamaanisha yale mtazamo aliyoweka pale ndiye anabeba, anarudi kuweka kwa Daniel chapter 11. Tutakuja kuangalia katika part 2, si lazima iwe saa hii. Lakini kwanza sikiliza, nataka usikilize watu wa Mungu. Ni nini ambacho kilimfanya Uriah Smith akakuwa na mtazamo huo? Ya kwanza ni kutobolee siri kidogo tu, alafu ndio tuone inasema kwanza tuone original, mtazamo wake wa kwanza ulikuwa gani Uriah Smith, maana alikuwa na original view kabla ya hii. Ya kwanza tuangalie original view yake ilikuwa gani kuhusiana na the king of the north and the Turkey kabla ya interpretation ya 1865. Mwanzo alifundisha nini Uriah Smith wakiwa na James White na wengine ambao ni pioneers, that united view of the pioneers, walifundisha kitu gani? Nataka ufuate kwa makini rafiki yangu. Nataka ufuate kwa makini na nitakufanyia hata screenshot ya Spirit of Prophecy. Mungu ametusaidia sana, tuko na words of our pioneers. Nakutumia tu maana nilikuwa nishafanya screenshot. Nataka niwekee watu ndio tusome pamoja. Uriah Smith kabla ya kwanza interpretation hii ya Turkey literal application, na kuna kitu ambacho kilitrigger yeye, kilimsababisha yeye akaleta hiyo interpretation. Tutakuja kuangalia katika part 2 ni kitu gani kilikuwa kinaendelea, ni mazingira yapi yalikuwa yanaendelea, ni vita gani zilikuwa zinaendelea. Kitu yeye alikuwa anaangalia at the world, alikuwa anachukua mambo ambayo yanatendeka duniani, anajaribu kuyalazimisha yaingie katika interpretation ya Bible prophecy. Na tutaangalia James White alimpinga, wale ambao wanaitwa pioneers walimpinga na wakakataa. Dada White alikuwa muungwana, yeye hakupinga kwa wazi, lakini alitulia, maana alitaka watu wa Mungu waweze kuelewa. Dada White kuna mambo ameandika, amesema ya kwamba nuru kwa watu wa Mungu itaongezeka na watu wa Mungu watagadha ukweli. Dada White hakusema ya kwamba kila kitu katika hichi kitabu ni ukweli. Na nimetoa challenge ya kwanza, Dada White hajakubaliana na interpretation ya Uriah Smith about the battle of Armageddon and the sixth plague, hajakubaliana na yeye, lakini amesema it's God's helping hand. Does it mean ya kwamba everything in this book is correct? No, that is not true. That is not true, ladies and gentlemen. Sasa angalia the first view, Uriah Smith's original view. Meka ya kwanza, in an editorial in the Review and Herald, nitakuwekea. Hawa ni watu ambao walifanya uchambuzi. Remember, Uriah Smith was only 21 years. They were youthful. Mungu atukuzwe. Walifanya kazi kubwa. Lakini kulikuwa na wazee wa imani, okina James White, okina Elder Logobar. Watu ambao walikaa pamoja, okina Josiah Leach, okina Charles Fitch. Watu ambao walikaa pamoja, Ellen G. White, wakaleta expose
wakakubaliana, kama vile ambavyo tutaona James White akisema ya kwamba Uriah Smith ametoka katika the foundational understanding of the Advent movement. Aliondoka na walimuonya kabla hajachapisha kitabu cha Daniel. Alianza na Revelation na James White alimuonya. Nitakuonyesha katika part 2. Sasa katika kitabu kinaitwa Review and Herald of May 13, 1862, under the title, nitakuwekea hicho kitabu sahihi, title, Will the Pope remove the papal seat to Jerusalem? Hiyo ndio ilikuwa title, na wote walikaa pamoja wakashirikiana, na Uriah Smith ndiye alitumika kuandika hicho kitabu na akaweka signature yake. Sikiliza view yake. Okay? He refers to the papacy as the power in Daniel chapter 11 verse 45. Sikiliza. Elea. He quotes a statement from the Liverpool Mercury in which it is stated that a certain plan was underway which points to the realizing of Pio Nonos, yani Pope Pius the Ninth, favorite's plan of removing the seat of the papacy to Jerusalem. Naona? This is commented on by Uriah Smith as follows. It is not the above item significant. Is it not significant taken in connection with Daniel chapter 11 verse 45? Unaona? Kwa hivyo mwanzo alikuwa anajua ya kwamba the papacy, wakati papacy itaangamia katika Daniel chapter 11, Uriah Smith aliamini mwanzo. Na acha nikutolee mahali hichi kitabu kiko. Kidogo tuonyeshe. Hebu acha nione hicho kitabu. Ndio hii, Amen. Weka hiyo ya kwanza na ya pili. Nilifanya screenshot katika Ellen White Estate. Uriah Smith mara ya kwanza aliamini the king of the north is the papacy kabla yeye kuingia kwa mambo ya Turkey. Ushahidi ndio hii. Okay? You've seen it. This is on the first one, The first one is this one first. The Review and Herald. Hiyo ndio tumepewa tuangalie. Nimekuwekea kwenye screenshot ndio sisi wote tuweze kusoma kwa pamoja. Ndio ni vizuri watu waweze kusoma kwa pamoja. Amen. Sasa angalia. Hii kitabu inaitwa The Review and Herald. Battle Creek, Michigan, 3rd day, May 13th, 1862. Umeiweka? Title ya hapo inaitwa nini? Will the Pope remove the papal seat to Jerusalem? Hii ni mimi nimefanya kwenye kompyuta yangu. Nilikuwa ninasoma mchana. Because lazima nisome, nihakikishe kwamba kile ninaletea watu ni ukweli. Kwa hivyo nimechukua muda leo, mimi sijaketi, nilikuwa ninasoma. Sasa nilipofika hapo nikafungua. Sasa anasema a correspondent of the Liverpool Mercury writing from Rome states that French officers have laterally been very busy in obtaining information respecting Jerusalem and the state of things in that quarter. He adds, anaongezea, that they had been taking measurements in several localities, particularly the ground that lies about the Mosque of Omar on Mount Moriah from Jerusalem. They had gone to Hebron, Gaza, and other places. Weka hiyo ya pili. Alafu tusome pale kwa nimeunderline kwa yellow. Usichoke sana. Uriah Smith anamalizia akisema, it is said that such a scheme as this intelligence shows to be in course of development points to the realizing of Pio Nonos, yani uni Pope, favorite plan of removing the seat of the papacy to Jerusalem. Alafu anamaliza akisema nini? Is not the above item significant? Siyo jambo ni significant, maana Pius atatoa kiti chake wapi? Jerusalem. Is it not significant taken in connection with Daniel chapter 11 verse 45? Kwa hivyo Daniel 11:45, the king of the north, Uriah Smith, hapo mwanzo aliamini ni nani? It is the Roman papacy. Hiyo ndio nilitaka uweze kuelewa. Kabla yeye kuingia kwa Turkey, ilikuwa the Roman papacy. Na wote walikubaliana hivyo. Mimi sitasema mimi, unajua hii ni part 1. Tukiingia kwa part 2 ndio tutaanza kujenga hoja. Hii part 1 na part 2 ni kurekebisha kuonyesha watu kitu ambacho kilifanyika. Kumbuka tunakuja part 2, usijali. Kwa hivyo the original thought, the original teaching ya Uriah Smith concerning the king of the north ilikuwa the Roman papacy. Nimekuonyesha.
Lakini anapoanza kucompile the book of Revelation, kuna mambo yalikuwa yanaendelea, kulikuwa na vita zinaendelea, na alikuwa analazimisha hizo vita zifit in the book of Revelation, maana waliona ya kwamba Yesu anarudi kwa haraka. That was the problem with Uriah Smith. Lakini James White, Elder Logbara, Charles Fitch na wengine walimuonya. Dada White pia akaandika, akasema ya kwamba the landmarks, hatufai kutoka kwenye landmarks. Sikiliza vile James White aliandika. Listen to what James White wrote, Twende pole pole watu wa Mungu niwaonyeshe. Sikilizeni James White, mzee wa imani, alimwambia nini huyo kijana anaitwa Charles Fitch. Amen. Amen. Naona kuna watu wanaongea kwenye comments. Tulieni msikilize. Mimi nimetoa hoja. Hiki kitabu ni kizuri, lakini sio kila kitu kwa hiki kitabu tunafaa kukiamini. Hivi between Uriah Smith and Ellen White, who was inspired? Tuanzie hapo. Now, Ellen White anatuambiaje kuhusu inspiration of the pioneers? Were they inspired to the fullest? Unajua inspiration maana yake nini? Inspiration maana yake huyu dada White amevuviwa, akiandika ni ukweli, iko hivyo, ni Mungu amevuvia. Now, Daniel and Revelation, Uriah Smith was not inspired. Ndio unaona dada White hajamkubaliana na yeye katika tazamo hilo. Ellen White never agreed with Uriah Smith in that interpretation. My friends, go and read Daniel and Revelation and go and read Spirit of Prophecy again. That is why katika Councils on Writers and Editors, dada White anasema the pioneers were not inspired. Sikiliza, kuna mtu alienda kwa dada White, akamuuliza dada White, wewe unatuambia tusome maneno ya pioneers, which is correct. Does it mean that everything the pioneers have written there is no more light? Does it mean that they were inspired to the fullest? Maana kuna watu waliona mgogano ama mgogoro ukiendelea. James White anasema hivi, Elder Logbara anasema hivi, Uriah Smith akaondoka kivyake naye akasema hivi. Ingawaje ameandika mambo mazuri kwenye hiki kitabu. Hiki kitabu nimeanza kusoma 2009, si leo. Sikilizeni watu wa Mungu. Dada White alituandikia katika Councils on Writers. Wacha niweke hiyo kwenye screen sababu ya wale ambao wanauliza swali. We are not disqualifying the works of the pioneers. What we are saying in regarding to inspiration to the fullest sense, Uriah Smith was not inspired to the fullest sense. Ndio unaona aliblanda kuweka the war of Armageddon as literal, na dada White amesema ni symbolic. So wamepitana. If this is God's helping hand, so do we take Ellen White's interpretation of Armageddon or do we go with Uriah Smith's interpretation? Hata nyinyi munisaidie. Tutaenda na gani? Of course it is Ellen White. She is inspired. Na akasema hivi. Sikiliza. Anasema hivi katika Councils on Writers. Anasema katika kitabu kinaitwa CW, Councils on Writers and Editors. Kuna zamani nilikuwa natoa hizi vitu, watu walikuwa wananiongelesha na kwamba wanaona nikana. Leo nimetoa hoja. Sikiliza, nimeweka hoja. Just listen, na tunafundishana. CW 34.1. Okay? CW, Councils on Writers. Anaongea kuhusu pioneers. Sikilizeni. Na hapa ndio kuna disappointment watu wengi watakuwa nayo. Watafikiria kwamba Uriah Smith's book is not infallible. Kuna watu wengi wameshikilia hichi kitabu ya kwamba hakina error. Nitakuonyesha, hiyo ni ya kwanza nimekuonyesha. Nitakuonyesha zingine ninakuja. But it is God's helping hand. Tukisome tukijua kwamba Mungu atatutumia sisi tuwe na nuru zaidi. Lakini amekicompile in the most simple way, kinaweza kueleweka katika masuala ya historia. Lakini haimaanishi ya kwamba hakina makosa. Nimekutolea ya kwanza, nakuja kukutolea zingine. Angalia. Wacha tusome Councils on Writers and Editors. Amen. Nafikiri wale ambao wananifuatilia wanaelewa ninasema nini. Na nia yangu sio kumdhalilisha yeyote, rafiki zangu. Mimi nilitoka hapo. Neema ya Mungu imetusaidia pakubwa. Mimi I'm just presenting what the truth is. Na mimi simkatazi yeyote kusema ya kwamba the king of the north is Turkey. Mimi sija kukataza. Lakini tukubalianeni katika ukweli ulioko. That is all I'm saying. Yeah, we should have what is called freedom of conscience. Lakini we should also identify what is true. Amen. The next heresy tutakuja kuangalia kesho, ama katika part 2 katika Daniel 11 verse 36. A wrong interpretation again. Na dada White hajakubaliana nayo. Ingawaje dada White amesema it's God's helping hand. Hiyo ni ya kwanza nimekutolea. Nakuja nikuonyesha ya pili.
Haya, tunasoma Councils on Writers and Editors, page 34. Amen. Page 34. 33.3. Amen. Amen. Councils on Writers and Editors, page 33 and paragraph number 3. A brother asked Sister White, do you think we must understand the truth for ourselves? Why can we not take the truth that others have gathered? Akiongea kuhusu pioneers. Together. Kwa nini tusisome tu mambo yao na tutulie? And believe them because they have investigated the subjects. And then we shall be free to go on without the taxing of the powers of the mind. Kwa nini tusisome tu maandishi ya hawa pioneers bila kujisumbua? Mbona tujisumbue? Anauliza dada White. Okay? Are we together? Kwa nini tuendelee kujisumbua? Anauliza dada White. Why should we just study their books na sisi to relax? Sikiliza rafiki yangu, hiyo quotation iko kwa screen, hata sina haraka. Sasa huyu jamaa anamuuliza dada White, kwa nini sisi tusisome tu? Tuachane na mambo mengi. Okay? Because they have investigated the subjects, and then we shall be free to go on without the taxing of the powers of the mind in the investigation of these subjects. Do you not think that these men who have brought out the truth in the past were inspired of God? Ngoja usitoe. Anauliza dada White, hawa pioneers wetu si walikuwa inspired? Si wameshatuandikia ukweli? Tunafaa tuchunguze tena ukweli wake? Wewe dada White na wao kuna tofauti? Tunafaa kuchunguza tena ama tuchukue tu hiyo ndio ukweli? Endelea na hiyo nyingine. Inasema dada White anajibu, I dare not say that they were not led of God. Siwezi kusema kabisa hawakuongozwa na Mungu. They did an excellent work. For Christ leads all into all truth. Sikiliza sasa tusome. But when it comes to inspiration, inapokuja kwa uvuvio, in the fullest sense of the word, I answer no. So they were not inspired to the fullest sense. I believe that God has given them a work to do. But if they are not fully consecrated to God at all times, they will weave self and their peculiar traits of character into what they are doing. Nakuja kuangalia Uriah Smith alifanyeje. Alikalishwa chini na viongozi wa dini na wazee wa imani, wakakuwa na msimamo, lakini na yeye akasema hapana, mimi naona hii ndio ukweli. Akaingiza kitu kinaitwa self, maana alikuwa anaona matukio yanafanyika. Na akasema ya kwamba vita vya mwisho lazima vihusishe Jerusalem ambayo iko Middle East, na vihusishe majeshi ya dunia na marisasi na mabuldoza na hizo zote. Na watu wataenda, hiyo vita itakuwa huko. Hutef naye akafanya the same blunder. Akasema ya kwamba the final war is in literal Jerusalem. Wakaenda parallel na Ellen White. But Ellen White says it is God's helping hand. Sasa sikilizeni. Kama ni hivyo, tusikilize James White walisema nini. Amen. Wacha tuongee kidogo. Watu wa Mungu, kabla tujakuja kwa dada White, kwa James White. Sikilizeni. Nimekuonyesha. That was a major point of deviation ambayo Uriah Smith alifanya na akaweka kwenye hicho kitabu. Na haimaanishi ya kwamba kama aliweka makosa hiyo sasa tukubaliane nayo, hapana. We must understand inspiration. Lazima tuelewe Ellen White amesema nini. We must go back to the Bible. Let the Bible be its own interpreter. Inamaanisha sisi ambao tunaishi kipindi cha mwisho, ukikuja Daniel chapter 11, sikiliza, wacha nikuonyeshe kitu ninapomalizia. Lakini niende sana. Amen. Amen. No. Uriah Smith is not disqualified. Unajua shida ya watu ni kutokuelewa ninasema nini. Unajua matatizo, ukikuamilia hii kitabu iko na ukweli wote, utakosea, you will be in error. Because nimekuonyesha ya kwamba Ellen White statements on the battle of Armageddon, they are symbolic. But Uriah Smith ameandika the battle is literal. Na Ellen White amepinga, hiyo si ukweli. Nitakuonyesha zingine, hiyo ni moja. I will show you. Okay, but why did Ellen White say this is God's helping hand? Hayo ndio maswali tunafaa kujiuliza. Haimaanishi ya kwamba kila kitu kwa hii kitabu kiko sawa. That is not my point.
And that should not be your stand, because you will be disappointed. You will be disappointed kwa sababu Ellen White amesema katika Councils on Writers and Editors. Turudi tusome pale. Turudi kwenye kitabu. Okay? Inasema katika page 35. Page 35 paragraph number 2. Ellen White was wise bwana. Hakusema ya kwamba huyu jamaa ameandika uongo, hii kitabu pelekeni mbali. Ellen White was accommodative bwana. Kuna vitu Ellen White haja comment because he was a true prophet of God. Controversy alijaribu kuleta harmony, lakini katika vitabu vyake ametuelekeza. Mfano Daniel chapter 11 nitakuja nikuonyeshe. The exposition of Uriah Smith in Daniel chapter 11 verse 40 to 45 is contrary to what Ellen White wrote. Contrary. Tofauti kabisa. Nitakuonyesha. Nimesema nitakuonyesha, be patient. Tutakuja part 2. I will show you and I will prove from the spirit of prophecy. Na nitakuonyesha katika maandishi ya pioneers. It was different. Kenye kilimfanya akasema Turkey in the book of Revelation 16. Hiyo ndiye aliinua akakuja kucompile Revelation Daniel chapter 11 or Daniel, the book of Daniel, na akaingiza hayo mambo. Takuja kwenye part 2. I'm telling you the truth. I'm going to prove that. Just wait, eh? Tuko wapi? Tulikuwa kwenye kitabu gani? Nilikuwa naweka Councils on Writers and Editors. Councils on Writers and Editors, eh? Nimesema page CW, Councils on Writers and Editors. We are not downgrading the pioneers. They did a lot of work, especially Uriah Smith. Kazi aliyoifanya hata mimi siwezi. Lakini Kenya najaribu kuambia ndugu zangu, msikae katika nuru ambayo roho ya unabii na wale pioneers wengine hawakukubaliana nayo. We will be in error. That is what I am saying in this presentation. Nothing more, nothing less. Ninasoma katika kitabu kinaitwa CW. Ellen White was wise. Huyu ni nabii na alijua cha kuandika. Sikiliza. Hata kama hako pingana na huyu Uriah Smith kwa wazi, angeweza kufanya hivyo. Why? Because she was a true prophet of God. Ikiwa hata mume wake hakuwa impinga. Ellen White was very wise. Let me show you what Ellen White did, eh? Aliposema ya kwamba this is God's helping hand. Sikiliza vile alikuja kuandika katika Councils on Writers and Editors. Alafu ndio nijue mahali nitaingia katika part 2. Mahali nitawachia. Taki presentation iwe ndefu sana. Amen. CW page 35 nafikiri. Loading slowly. I think it's 35.2 or something. CW page 35.2. CW page 35. Kuna maneno hapo. Paragraph yake ni ya pili. Sikiliza. Anasema hivi katika CW, nimesema CW 35.2. Tusome pamoja. Hiyo hii kwenye screen. Mashini yangu ilikuwa inaleta matatizo kidogo. Nataka usikilize rafiki yangu. Sikiliza tunapoona ni wapi tutaachia hii part. This is Councils on Writers and Editors. Let's assume the whole light is here. Okay? Let's assume vile ambavyo watu wanataka tuamini ya kwamba ukweli wote uko hapa. Na all those interpretations are correct, eh? Nimekuonyesha tu ya kwanza. Nimekuambia and I am telling you the truth. I am coming to show you that the interpretation of Daniel chapter 11 as Uriah Smith did it, Ellen White hajakubaliana nayo. James White and the rest of the pioneers did not agree. Na James White akasema the Advent Foundation, Uriah Smith ameachana nayo. Nitakusomea katika part 2. Weka kwa screen. Inasema, there is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed and that all our expositions of scriptures are without an error. Kama hii exposition ilikuwa na ukweli wote, kwa nini dada White anakuja kuandika? Tusichukue position hiyo. Alikuwa anaandikia nani? Naendelea. The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people is not a proof that our ideas are infallible. Age will not make an error into truth, and truth cannot afford to be fair.
No true doctrine will lose anything by close investigation. And that is exactly what we are going to do. Ukienda Daniel chapter 11, kitabu cha Daniel and Revelation kimekuwa compiled in two separate incidences. Alianza na Revelation. Kazile picha mbili. Alianza na Revelation in 1865. He started compiling the book of Revelation first, kabla ya kuja kucompile kitabu cha Daniel. Sikilizeni watu wa Mungu. Okay? Alianza na Revelation, in the book of Revelation by Uriah Smith, 1865. Zilikuwa kando kando. Okay? Daniel and Revelation volume 2. So unaona hiyo ni volume 2 ya 1865. Aya volume 1, angalia, 1872. Ikakuwa published in 1873. Sasa ni kuonyesha kitu ninapomalizia part 1. Okay? Ukienda Daniel chapter 11, the king of the north. Na mimi sijaanza hii presentation. Unajua hii ilikuwa tunajaribu kuweka some foundations ndio watu waelewe mahali nitatoka. Tunasoma kitabu cha Daniel chapter number 11. Daniel chapter 11. Amen. This is the second blunder ambayo tutachukulia part 2 ambayo huyu Uriah Smith alifanya. Ellen White never agreed with him. My friend, nimefanya research ya kwangu. Nakuletea research yenye nimefanya. Kazi yako ni kuchukua yale ninasema na wewe ende ufanye research. Go and see whether whatever I'm saying is the correct thing. Hivyo ndio msomi wa kweli anafanya. Anaenda kufanya investigation na yeye aone kama Kenya ninasema iko hivyo. The second blunder that Uriah Smith did ni katika interpretation ya Daniel chapter 11. Kumbuka Daniel, the book of Daniel compilation ilikuja, na hapa ndio kuna mada yetu ni kubwa, because Daniel and Revelation is the same book. Of course, if literal Jerusalem is not in the book of Revelation, where will it find place in the book of Daniel, especially the last 6 verses? Unajua wale pioneers walikuwa ni wajanja. Kama Jerusalem halisia haipatikani katika the book of Revelation, kama vita vya Armageddon ni vya kiroho, sasa utasemaje the last 6 verses of Daniel kabla ya Mikaeli kusimama, vita ambavyo viko pale? Hebu twende nikuonyeshe. Enda Daniel chapter 11 and verses number. Daniel chapter 11. Amen. We go to the book of Daniel chapter number 11 and verses number 40 44. Anzia 42, anzia 42. Inasema naye ataunyosha mkono wake juu ya hizo inchi, hata na inchi za Misri haitaokoka. Takuja kuangalia, is this a literal or symbolic application? Amen. Takuja kuangalia. Lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina na dhahabu na fedha na juu ya vitu vyote vya Misri. Is this spiritual Egypt or literal Egypt? Kuja kuangalia. Very, very interesting. Vyenye thamani, na Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Mimi wakati fulani nikiwa ninasikiza watu fulani wakizungumza, walikuwa wananiambia the Libyans and the Ethiopians ni wa Kenya, hao wako hapa juu. Niliwahi kusikiza mchungaji mwingine akifanya interpretation literal, akisema ya kwamba vita vya mwisho vitakuja viguse hata wa Kenya, na Libyans hao wako hapo juu ya Kenya hapo, na wa Ethiopia the Cushites wametajwa katika Daniel chapter 11. Ikawa nafikiria, are these verses literal, symbolic, literal or spiritual symbolic? Takuja kuangalia. Inasema lakini atakuwa na nguvu, verse 44, lakini habari zitokazo mashariki, but the tidings out of the east and out of the west north shall trouble him. Naona? Naye atatoka kwenda kugadhabisha watu wengi. Sasa hapa Uriah Smith ndiye akuje kuandika the book of Revelation. Kwanza, hata tukiweka Uriah Smith kando, tukitumia tu Biblia, who was the original king of the north? Si tuanze mbinguni. Tuanzeni mbinguni jameni, niwaonyeshe kitu Let us begin from the book of Isaiah chapter 14. Acha nikuonyeshe. Na hii tutakuja kuangalia the sanctuary message and Daniel chapter 11 verse 45. The king of the north and the sanctuary truth, because the sanctuary is our foundation. Tukitoka kwende the sanctuary hatuna ukweli. Look at Isaiah chapter 14 and verses number 12. Ni nini kilifanya Lucifer atupwe?
Na hii vita vya mwisho vya Armageddon vya kiroho, ni nani anakuja kuvipigana? Sababu shetani alikuwa na tamaa moja. Tamaa aliyokuwa nayo iko kwa Isaiah chapter 14 verse 12. Sikilizeni. Isaiah chapter 14. Natajataja mambo ya mwisho. Inaitwa line upon line, here a little, there a little. Let the Bible be its own interpreter. Isaiah chapter 14. Inaanza verse 12. Inasema, hii ni great controversy, inaanza katika Revelation 12. Kulikuwa na vita mbinguni. Vita hivyo vinaletwa na nini? Angalia verse 12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Huyu ni Lucifer. Verse 13. Sikiliza. Nawe ulisema moyoni mwako, number 1, nitapanda mpaka mbinguni. Kwa hivyo Lucifer alitaka kupaa. Sikiliza number 2. Anasema nini? Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Kwa hivyo alitaka the throne. He wanted his throne to be exalted above the stars of God. Kamata hiyo number 3. Inasema nini? Sikiliza number 3 wewe. Wewe hujui mambo ya north wewe. Wewe unawekaje taki kwa Biblia? Angalia. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. So who wanted to take over the north? Ni nani alitaka kuchukua kaskazini? Awe mfalme wa kaskazini? Shetani. So who was the original king of the north? Mfalme wa kaskazini wa kweli, wa halisi ni nani? Ni nani? It is God himself and his son Jesus Christ. Because walikuwa wameketi katika kiti cha enzi. Kwa hivyo shetani alitaka kuwaondoa na kuketi kama the king of the north. Because the king of the north ni Mungu mwenyewe pamoja na mwanawe. Twende Isaiah 48 verses number 2. Isaiah chapter 48. Ni Isaiah ama ni Psalms? Sorry, Psalms 48. Let me show you something as we bring this to an end. Ukae nayo kwa kichwa. Psalms chapter number 48 and verses number 3. Anzia verse 1. Psalms 48 verses number 1. Sikiliza. The original king of the north is God the Father. Na alimleta mwanawe. They shared the same throne. Shetani alitaka kuchukua hiyo kiti. Inasema, Bwana ndiye aliye mkuu na mwenyezi kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu, katika mlima wake mtakatifu. Verses 2. Kuinuka kwake ni mzuri sana na furaha ya dunia yote. Mlima Zayuni pande za kaskazini, mji wa mfalme mkuu. Kwa hivyo nani ndiyo mfalme mkuu na anakaa upande za kaskazini? Ni nani? It is God the Father. So who was the original king of the north? It is God the Father. Amen. Mungu katika majumba yake amejijulisha kuwa ngome. So shetani alitaka kumpokonya Mungu wadhifa wake. Alitaka kuwa the king of the north. So the original king of the north is God the Father. So shetani akasema, nami nitaketi as the king of the north, ndiye aweze kudanganya dunia. So shetani ndiyo counterfeit ya Mungu. So tunapoteremka duniani, tunaanza in the book of Genesis, tutaanza in part 3 kuangalia who the king of the north is. Maana shetani amekuwa akijaribu kuketi katika mlima. Tutaanza na the Tower of Babel. Utaona shetani anataka kujiketisha akitumia Nimrod na wengine, akae kama the king of the north. Tutatembea katika Biblia. We will let the Bible be its own interpreter. We will begin from Genesis tuendelee. Sio Daniel peke yake. The king of the north. Na kama shetani kipindi cha mwisho atampatia yule mnyama nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Revelation 13. Tutakuja kuangalia picha. Are we together? Revelation 13. Wale wanafundisha kwamba the king of the north is Turkey, watafundisha kwamba Armageddon is a literal war in Jerusalem. They are off the platform of eternal truth. They are not in the pioneers, nor in the spirit of prophecy. Watafundisha kwamba vita vya kiroho vya mwisho vya alama ya mnyama vinapiganwa Jerusalem. Na hiyo ndio kitu dada White alionya. Ingawaje hakumrebuke Uriah Smith, lakini aliandika ya kwamba nuru itasambaa. James White waliandika ukweli. William Miller waliandika ukweli. Ukina Charles Fitch waliandika ukweli. Elder Logobara waliandika ukweli. Tukikuja katika part 2 tutaanza kuweka hizo vitu pamoja. Alafu part 3 tutaanza kuingia katika kuchambua. Sikiliza. Ikiwa shetani alitaka kuchukua the seat to become the king of the north, na shetani akatupwa hii dunia, na Biblia inasema katika Revelation 13, Biblia inasema katika Revelation 13, yule joka
akampa mnyama nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Wewe unaona Shetani ameketi na alitaka kuwa mfalme wa kaskazini. Wewe unaona mfalme wa kaskazini atakuwa nani? Kwa kusoma tu hiyo peke yake. Because that is one interpretation. Inaweza tupatia a surety of who the king of the north is. If at all the king of the north will be troubled by messages from the east and from the west, tutaangalia kama yeye ndiye atasimama kati ya watu wa Mungu. Wengine wanasema ni Jerusalem in the Middle East. Unaona? Ukienda Daniel chapter 11 tutakuja kuangalia. Soma hiyo ya mwisho, tutoke kwa hivi tufunge. Hiyo imekuwa ni part 1. Angalia Daniel chapter 11 verse 44 and 45. So we have two interpretations. Inalingana wewe unasimama na Uriah Smith ama unasimama na Ellen G. White. Unasimama na pioneers ama unasimama na Uriah Smith na yale ambayo alimfanya akaleta interpretation hiyo. Tazungumzia katika part 2, maana kulikuwa na vita vinaendelea kati ya France. Kulikuwa na vita inaendelea, tutaangalia ushahidi. Akakuwa influenced na writers. Akaweka huo mtazamo ingawaje alikatazwa. Tutakuja kuangalia. Sasa tuangalie andiko la mwisho tunapofunga Daniel chapter 11. Daniel chapter 11. Wale wanaofundisha kwamba it's a literal war, najua kitu ambacho kitafanyika. Watakuwa naangalia Middle East and Jerusalem. And the spirit of prophecy has warned us in early writings. Shetani ataweka mawazo yetu katika Jerusalem. Tutasahau na kazi ya the Roman papacy and the law crisis. Tutakuwa tunaangalia in a wrong direction. Umeona watu wanaangalia mbele badala ya kuangalia direction hii, na wameangalia kabisa. That is the intention of Satan. Amefanya the evangelical world is looking at a wrong direction. The Adventism, others, reformers na wengine wanaangalia wrong direction for the fulfillment of prophecy. Shetani anataka kutoa mawazo yetu kwa the real issue, na kutupeleka in a wrong direction, and that is what exactly is happening. Nakuja kujibu hayo mavitu yanayohusu vita vya Russia, Ukraine na Turkey ambayo zinaendelea leo. Tutakuja kuangalia katika Bible prophecy. Do they have a place in Bible prophecy? Tutakuja kuangalia. Just be patient. Nimesema kitabu gani? Hapa ndio ninamalizia Daniel chapter 11. Tutakuja kuangalia baadaye Daniel chapter 11. Amen. Daniel chapter 11 verse 44 inasema hivi kuhusiana na the king of the north. Inasema, lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha the king of the north, naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuondolea mbali watu wengi. Wacha nikuuzie nini mapema. The Bible has a principle of repetition. Hii Biblia, wakati Miller alikuwa anaandika the principles of biblical interpretation, okay, the 14 rules of Miller's rules, ziko Spirit of Prophecy imeidhinisha. Miller aliweka vitu vinaitwa repetition, historical repetition. Unaona hiyo verse nimesoma, hiyo verse ukichukua peke yake utapata hilo andiko limejirudia kwingine, sio mara ya kwanza hii. Unaona hii verse 44, ati naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuondolea mbali watu wengi. Hiyo verse nikichukua tu nirudi Daniel 11 verses 31 na 32 na utapata it is the same. Tutakuja kuangalia historical repetition, it is the same power inazungumziwa. Tutakuja kuangalia baadaye, lakini aya verses number 45 inasema, naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataufikiria ajali yake wala hakuna atakayesimama. Sasa hapa kuna interpretation mbili. Wale wanaosema that is literal watasema ya kwamba hizo vita zitanoga kweli kweli, World War 3 itanoga kweli kweli. Alafu Turkey itaingia pale Jerusalem, itazunguka na itaweka hema zake pale kujaribu kulinda sijui kufanya nini vita na watu wa Mungu. Alafu Mungu ataingilia kati aokoe Jerusalem. Wakati dada White anasema there is no more prophecy to be fulfilled in ancient Jerusalem, bado wanasema ya kwamba that is literal. Is that literal Jerusalem? Hebu enda na hii nyumbani. Revelation chapter 11 verse 2. Revelation chapter 11 verse 2. Nimekuambia these things are symbolic. Revelation chapter 11, hapa ndio ninamalizia. Revelation 11 verse 2 nasema, acha nianzie verse 1. Amen. Revelation 11 verse 1 inasema, nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo. Sasa italingana vile unataka kuchukua ile andiko. Wale watachukua literal, mtakuwa umeanguka mtihani. Kwa nini? Wale watachukulia symbolic, maana hii ni investigative judgment. Angalia verse 2. Na behewa iliyo nje ya hekalu, that is Jerusalem, uiache nje, wala
usiipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyanga mji mtakatifu miezi 42, 42 months. The holy city, 42 months is 1260. 1 month is 30 days. 30 times 12, that is 1260. 1260 year prophecy inaanza 538 AD, inaisha 1798. That is papal supremacy. Amen. So kama hiyo ni mamlaka ya utawala wa kipapa ambao ulikuwa unatawala, sasa Jerusalem, huo mji mtakatifu nao ni gani? That is spiritual Jerusalem, referring to God's people ambao waliteseka wakati wa zama za giza. Ukichukulia hiyo ni literal, ndio umezama. Ndio tunasema after the cross it becomes spiritual, not symbolic. Kwa hivyo watu wa Mungu, hiyo imekuwa ni part 1. Sina haja ya kuendelea sana. Nataka hiyo presentation hiyo fupi. Sikiliza, tunakuja part 2. Na katika part 2 tunaanza kujenga hoja katika Daniel chapter 11. Tunaanza kuingia katika spirit of prophecy, imeweka platform gani? Tuangalie Uriah Smith anasemaje. Tuangalie James White and the other pioneers walisemaje kabla ya Uriah Smith kuchukua interpretation, na tutaangalia ni kitu gani kilimfanya Uriah Smith akasema mapigo hayo ni literal na Turkey na Jerusalem zitakuwa kwa vita. Ni kitu gani kilikuwa kinaendelea? What was transpiring at that particular time ambacho kilimu influence Uriah Smith akaweka hiyo interpretation, na akaichukua akaibeba akaipeleka in the book of Daniel chapter 11, the same interpretation ambayo dada White ameikataa. Nitakuonyesha. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Niko na documents nyingi. Nimekuwa nikiambia watu niko na documents. Nimekuwa nikifuatilia documents zangu. Shetani alinichukulia hard disk. Ilikuwa kubwa, ikapotea. Mungu amenisaidia. Mungu apewe sifa. Nimepata hard disk. Hii imejaa material. Hebu niandikie tu message, nitumie material ya Daniel 11. Nitakuwekea mara hiyo hiyo. Sitachelewa. Wale ambao wamekuwa kiniandikia, nimekuwa na struggle lakini nimepata, usijali. Wewe niandikie tu ujumbe mfupi, nitakuwekea mara moja, sitachelewa. Tuendelee kusoma. Mimi naamini hiki kitabu it's God's helping hand, especially on history. Iko sawa. Lakini siamini ya kwamba everything in the book Daniel and Revelation is inspired. Sababu kuna mambo mengi ambayo dada White amepingana nayo hapa. Nimekuonyesha moja na ninakuja kuonyesha zingine. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Bwana azidi kuwabariki katika ibada ya Sabato ya leo. Na ninawaombea sana Mungu asaidie kila mmoja aweze kuelewa ukweli. Ni mpango wa Shetani tuondoke katika kweli. Let us stand firmly and solidly on the platform of eternal truth. Bwana wabariki. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umekuwa mwaminifu na umetubariki. Tumeweka msingi. That was part 1. Tumeonyesha. Asante kwa sababu ya kitabu cha ajabu uliyotupatia. Hata hivyo Bwana, haimaanishi ya kwamba ukweli wote uko hapa. Tumeona kwa uwazi. Tumeona ya kwamba unatuhitaji tusome zaidi, kwa sababu roho unabii ndio msingi, itatusaidia kuelewa mambo mengi. Na pia tunakushukuru kwa mengi. Tunakushukuru kwa kila mmoja anayesoma. Tafadhali tunakuomba na tunakusihi usituondoe katika misingi ya baba zetu, katika imani uliyotangulia kutuwekea. Neema yako itutoshe. Asante kwa ajili ya Sabato ya leo. Tubariki Bwana tunapokusudia kuendelea na somo hili. Neema yako itufunike kwa imani. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Bwana wabariki sana. Usikose kulike, kushare na kusubscribe. Sambazia wengine video hizi zinakuja. This is a 5 or 7 part series, maana itakuwa ndefu kidogo. Bwana wabariki.